Wakazi wa shehia Miembeni, Jumba namba 9, watoa ya moyoni kuhusiana na kadhi ya uchafu unaowazunguka katika majumba yao. Wakizungumza na Mshindo TV, wamesema kuwa usafi wa mazingira bado kiwango chake ni kidogo. Wanaoathirika zaidi ni watoto, hasa katika kipindi hicho cha mvua kupata maambukizi ya maradhi mbalimbali. Aidha, wamesema kuwa mazingira ya uchafu hayaleti haiba nzuri katika nchi na kufukuza soko la utalii nchini. Tushachoka. Kila siku watoto wanahara, sisi wenyewe watu wazima tunahara, hatujitambui, yanakera kweli. Shehe anasema tuwe tunachukua ushirikiano, tuwe tusafishe. Sasa lakini wakusafisha to hawapo. Tunasema manispaa ili atusafishie na huu msingi. Anamwaga maji chini huku mtu akiwa anapita anamwagia nao ya kichwa. Mazingira mengine unaweza kukuta labda mitaro imekaa muda wa wiki 2, 3 mpaka 4 mpaka anamaliza mwezi, lakini usafishaji bado ni mdogo. Hii mada inaweza kutuasiria kwa watoto wadogo, kuleta madhara ya kiafya kama kipindupindu, vinyemelea, labda UTI, na wageni wanaoingia katika nchi kwa sababishia kuwa katika hii mitaa wasiweze kulipa kodi ambayo wanapatana na wenyewe kuhusu wale mahitaji ambayo wanahitaji. Siku tulali kwa harufu ya maji au harufu ya choo, naweza nikasema ni hivyo yani. Kwa hiyo unakuta wakitugonelea miundombinu mizuri kwamba hii sehemu ikawa salama na watu wakanatembea na matembezi yao vizuri, inakuwa ni kitu beta sana. Lakini kwa hali hii tunavyoendelea ni mbaya sana. Shehia Miembeni Ali Abdullah Kidemele akithibitisha kuwepo kwa kadhia hiyo na kusema kuwa baadhi ya wananchi bado ni wakaidi kufuata maagizo ya kudumisha usafi na usalama katika shehia hiyo. Kilio kikubwa katika shehia Miembeni kuweza kutanuliwa mtaro wetu ambao uko ndani. Mtaro huu una miaka mingi sana, toka mimi sijazaliwa mpaka leo nafikia umri huu wa miaka 62. Kwa hiyo ninachowaomba serikali kuu watusaidie kutanua mtaro wetu kama alivyotanua mtaro wa Pabiti ya Mbrani, ili tupate nafuu katika shehia ya Miembeni. Lakini kwa kweli mvua ndogo kwetu inakuwa ni matatizo. Ni kweli kuna baadhi ya watu wachafu wanatiririsha maji, na wananchi wanatakiwa kuzingatia yale ambayo wanayoambiwa. Ni kweli nyumba za michezani zishachoka, mabomba yamechoka, unatakiwa drainage zile zifanywe service nyingine. Yani ukiacha service pia ni kujenga nyingine. Shuramze, Mshindo TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mshindo TV.